wa anna man waffaqahu Allah wa akramahu bitahqiqiha wal qiyam biha kama yanbaghi dakhala yawm al-qiyamati al-janna, na kwamba yule ambaye Allah atamuwafikisha na kumkirimu kwa kuyatekeleza na kuyasimamia kama inavyopaswa yale yanayotekelezwa katika haji, ataingia peponi siku ya kiyama. Kama fi hadithi Muadhi radiyallahu anhu qala qultu ya Rasul Allah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-janna wa yubayi'ni wa yubaidni 'anil nar wa yubaiduni 'anil nar. Sawa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh, Allah amuiradhi, akisema nilisema kumwambia Mtume, ewe mjumbe wa Allah, nielezee amali itakayonifanya niingie peponi na initenge mbali na moto. Sawa, fa'adda lahu sallallahu alayhi wasallam hadhihi almabani alkhams. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia Muadhi haya majengo, yani misingi mitano. Inafahamika misingi mitano ni hivi wa fi hadithi Jabir radiyallahu Jabir fi sahihi Muslimi anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi ya Jabir iliyopo ndani ya Sahih Muslim yasema, imekuja hakika kuna mtu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, araaita idha sallaitu as-salawati al-maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an aadkhulu al-janna. Huyo mtu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, araaita, je, unaonaje, idha sallaita as-salawati al-maktubat, nikiswali swala za fardh, wa sumtu ramadhana, na nikafunga Ramadhan, wa ahlaltu al-halala, na nikahalalisha yaliyo ya halali, wa haramtu al-harama, na kuharamisha yaliyo haramu, walam azid ala dhalika shay'an, na nisizidishe juu ya hayo kitu chochote, aadkhulu aljanna, je, nitaingia peponi? Sawa, qala na'am. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kwa kusema na'am, bimaana ndiyo. Lakini vile vile wa fi khabari rajuli al-a'rabi alladhi adda sallallahu alayhi wasallam alayhi hadhihi al-arkana faqala, na katika habari ya yule mtu wa kijijini, mbedui, mtu wa mashambani, hajui ustaarabu wa watu wa mjini, ambaye Mtume alimhesabia hizi nguzo sallallahu alayhi wasallam, akasema yule mbedui, wallahi la azidu ala hadha wala anqus, wallahi naapa kwa Allah sitazidisha juu ya haya wala sitapunguza kitu. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume, sala na salamu zimfikie juu yake,
aflaha in sadaqa, amefuzu, yani amefanikiwa ikiwa amesema kweli. Haya aliyoyasema kama atakwenda kutekeleza, basi amefanikiwa. Wa fi riwaya dakhala aljannata in sadaqa, katika mapokezi mengine imekuja ataingia peponi ikiwa amesema kweli. Fahadhihi al-arkanu al-khamsatu hiya al-mabani allati yaqumu alaiha al-islam, basi hizi nguzo tano ndio majengo, yani misingi ambayo Uislamu umesimama juu yake. Wayajibu ala al-muslimi an yuhafidha alaiha muhafadhatan daqiqa, hivyo ni wajibu kwa Muislamu azihifadhi, yani azitekeleze hizi nguzo tano kwa hifadhi ya umakini mkubwa. Wayambaghi biha inayatan faiqa wa hiya a'zamu ma yutaqarrabu bihi ila Allahi azza wa jalla. Akasema Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri, Allah mhifadhi, akisisitiza juu ya kuzichunga na kuzilinda na kuzitekeleza hizi nguzo tano kwa umakini mkubwa, akasema na azijali kwa uangalifu wa hali ya juu, kwani hizo au hayo ndiyo mambo makubwa kabisa ya kujikurubisha kwayo kwa Allah azza wa jalla. Kuna maelezo ya chini hashia tunasema kutoka kwenye hizi ahadithi. Nambari 1, hadithi ya Muadh imeandikwa na Ahmad ibn Hanbal katika musnadi wake, ni hadithi ya 22,016, na amepokea pia At-Tirmidhi kwake ni hadithi ya 2616, na Ibn Majah kwake yeye ni hadithi ya 3977, na Sheikh Al-Albani ameisahihisha katika kitabu Al-Irwaul Ghalil, ni hadithi nambari 413. Lakini hadithi ya pili, hadithi ya Jabir, inapatikana katika Sahih Muslim, ni hadithi nambari 15. Sawa sawa. Hadithi ya tatu ni hadithi, yani hadithi ya al-A'rabi kwa maana ya mbedui, imeandikwa na Al-Bukhari, ni hadithi nambari hadithi nambari 46, hadithi nambari 46, lakini vile vile inapatikana katika nambari 1891 katika hadithi za Sahihu al-Bukhari, na kwa Muslimu ni hadithi ya 11 kutoka kwa Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu. Tamam. Sasa tukiendelea katika peji inayofuata, peji ya 51, asema kama fil hadithi al-Qudusi, kama ilivyo katika hadithi al-Qudusi, Allah sema wama taqarraba ilayya abdi
na hajajikurubisha, yani hajisogezi kwangu mimi mja wangu, bishai'in ahabba ilayya, kwa kitu chochote ninachokipenda zaidi. Hajikurubishi, hajisogezi kwangu mja wangu kwa kitu chochote ninachokipenda zaidi, mimma aftaradtu alayhi, kuliko kile nilichomfaradhishia